Yaani mwanaume kwenye kutafuta yuko tayari kutumia gharama zozote. Akishampata huyo binti akakubali. Na kuna wanaume akinusa harufu mbaya anachukua miezi 6 kulikava. Utakuwa mnalala tu anakuangalia. Hakuna kitu muhimu kama usafi wa mama. Ngoja niwaambie ujinga wa mwanaume. Ujinga wa mwanaume, yaani unapomwaga mume wako kwamba nataka nikaoge, sisi akili yetu inakimbilia sehemu moja tu, kwamba anaenda kunioshea bredi yangu. Ndio maana maraya wanawini waume za watu, ndio wanajiweka vizuri, na wengine wanatamka maneno ambayo hata sio mazuri. Ni uwe. Tunashauri mwanandoa usikose sabufa, redio kubwa, weka sauti, mkianza tu kasarani fungulia. Uzuri wa wanaume, ukiongea ukweli hawabishi, ila wanakushangaa mwanaume mwenzao, kwa nini unatoa siri? Yaani mimi hapa nafundisha na nimesema ni tafiti za watu, kwa hiyo unaweza ukazipinga. Mwanamke kwa nini aliambiwa kutii, hakuambiwa kupenda? Kwa nini mwanamume hakuambiwa kutii, aliambiwa kupenda? Umewahi kujiuliza maswali haya? Wanasema moja ya kitu ambacho ni tatizo kwa mwanaume ni kumaintain upendo. Na bahati mbaya binti akarogwa, akarogeka, akampa mwili wake kabla hawajaoana. Tujaribu kuambiana namna gani unaweza ukaimaintain kale ka upendo kakakaa wapi? Pale juu. Mtendee haki mwenzako, usiwe na haraka. Huyo ni mke wako, mwandae vizuri. Ukiona mpaka ameanza kunena kwa lugha, ndio mwanze sasa. Sasa wewe una mkavu tu, nafika tu uko Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Kwa sababu kisayansi, mwanaume akikula vizuri ukampelekesha sawasawa, akaenda mpaka mlima Meru, yani akafika mahali akachanganyikiwa, akanena kwa lugha bila Roho Mtakatifu, akahema kama punda aliyezidiwa na mzigo, akachanganyikiwa kabisa, kakaa sawa. Hata performance yake kazini iko safi. Masekretari hawatasumbuliwa. Sio nani atafika pale, mmeamkaje? Mnaendeleaje? Ile file, naomba ile file. Sina na nini? Mmekunywa chai? Hatujakunywa baba, mkanywe. Sina nini? Yaani mnakunywa chai, mama amefanya vizuri. Usiku. Haini kama mama kufanya vizuri, ni ugomvi. Seti vizuri, seti. Usiseti kama mwanamke. Unajiuliza, ila mwanamke limetoka wapi? La mwanamke limetoka wapi? Kumbe nyumbani hajatendewa haki. Wa mama nitunzieni viumbe hawa. Unamtext mwenzako, unaendeleaje? Huko hapo. Ndio, narudi na fimbo, uchapwe usiku. Naye anasema naisubiri hiyo fimbo yangu. Sina nini. Mnapeana nani kabisa. Hata ukiendesha gari na fimbo inataka kuchapa mtu. Lakini maandalizi. Hakuna kitu muhimu kama usafi wa mama. Ngoja niwaambie ujinga wa mwanaume. Ujinga wa mwanaume, akishakula amefanya nini? Alafu anakuaga. Yaani unapomwaga mume wako kwamba nataka nikaoge, sisi akili yetu inakimbilia sehemu moja tu, kwamba anaenda kunioshea bredi yangu. Yaani ukisha sema tunaenda kuoga, ujinga unakuja mara moja. Anaenda kuosha Kajiado. Ndio, sasa kuna wamama ni wavivu. Unasema sasa hivi baridi si nini? Nilioga mchana. No. Mwanaume kisaikolojia, nguvu yake kubwa iko kwenye pua. Mwanaume nguvu yake iko kwenye pua. Yaani haraka sana. Ukisema tu mguu upande, akakutana na perfume haiko sawa, kisaikolojia naathirika hapo. Hata ile kidumu chama, hata ile azimisha, lakini hawezi kunani vizuri.
Na kuna wanaume akinusa harufu mbaya anachukua miezi 6 kulikava. Utakuwa mnalala tu anakuangalia. Unasema huyu siku hizi anaenda nje. Hapana, anakumbuka ile kitu ilinuka vibaya. Kwa hiyo kuna wengine miezi 6, wengine miezi 3, wengine wiki. Kuna wale ambao wanakulaga tuna viporo vilivyochacha, inawezekana siku ngapi, lakini utamtesa ile pua. Na hii sio binadamu tu, mpaka wanyama. Ng'ombe dume haiwezi kupanda jike bila haijanusa, mpaka iangalie vipi mazingira, mpaka iangalie kama iko sawa. Mbuzi mpaka iangalie, mbwa mpaka ya. Kwa maana hiyo Mungu aliweka psychologically pua. Wa mama, safisheni, ogeni vizuri, mpaka yetu mafuta tuzuri. Ili sio ile kwetu kuna mafuta inaitwa body line, ni ile utafikiri mpaka mnyororo wa baisikeli. Mwanamke kwa nini aliambiwa kutii, hakuambiwa kupenda? Kwa nini mwanamume hakuambiwa kutii, aliambiwa kupenda? Umewahi kujiuliza maswali haya? Sasa wanafalsafa wa mambo haya na wanasaikolojia wanasema moja ya kitu ambacho ni tatizo kwa mwanaume ni kumaintain upendo. Wanasema mwanaume na mwanamke wanapoanzisha mahusiano, si mwanaume ndo anamtafuta mwenzake. Wanasema mwanaume akipenda mwanamke anakuwa na upendo 100% anapomtafuta. Mwanamke anakuwa wakati huo na upendo 0%. Yaani unapomtafuta binti, msichana anakuwa na 0% ya kukupenda. Ndio maana mara ya kwanza anakushituka, anasema, unasema you know, yani uko serious? Asema yeye sasa. Ndio maana mwanaume ukiwa na haraka unaweza ukamkosa, kwa sababu kweli umemkuta yuko 0 kuhusu wewe. Kwa hiyo unajieleza hapo, unamwaga sera, unajieleza, inapanda. Sisi kwetu tunasema ba, yani kama ulikuwa unachaji simu, kuna kanani kamoja kanaongezeka, anasema 1%. Kwa hiyo ukijieleza, mwanamke kutoka 0 anaongeza 1. Sema okay, ngoja na unipe muda. Alafu ukiondoka nasema, yani niolewe na huyu mimi. Kale kasimia kamoja kanasema anyway, ngoja tuone. Kamefika 1. Anafika nyumbani, anafikiria, anaongeza 2. Atakaka, anaongeza 3. Zinapanda. Unaweza ukakutana naye zikiwa zimefika 10%. Unasema vipi ombi langu? Bado nafikiria, lakini nitakupa jibu punde. 10% zinapanda kidogo. Umemtoa out, kaenda kula chakula hotelini, mnapokula pale chakula anakula kuku, 10% zinapanda. Anapokunywa kasoda zinaendelea. Unamwaga kwenda nyumbani kwamba uchukue boda, uchukue nini, mwanaume unajikakamua, unampa 2,000 wakati boda ni shilingi 200, lakini umempa 2,000 unasema ya boda. Umepandisha 10%, zinaenda mpaka 50. Anaanza kusema huyu nafikiri yuko serious, nafikiri. Kwa hiyo baadaye unamtoa na nini, unamnunulia tugauni, unampa na pesa, anasuka tutunywele, una saruni, unamletea zawadi, unapandisha 10%, zinaenda 70. Unaenda unakuta mwanzoni wewe ndio ulikuwa unamsalimia asubuhi, unamna nini, hasa 10% zimepanda, umeamkaje, usiku mwema, habari ya mchana, yani 10% zimepanda, yani nani.
Kwa mwisho unajikuta yani amepandisha kiasi kwamba mpaka hataki kukuona na msichana mwingine. Unasema unanisemesha, alafu kumbu na wengine. Hapana, yule nilikuwa namsalimia. Salimia gani ile mlikuwa mko karibu? Unajua asilimia zimeshafika 90 tayari, zimeshapanda kawivu kamaanza, yani ameanza kudani. Mwisho anaamua tu kufikisha 100, anakukubali. Na wenzetu akisha kukubali anaanza kuimaintain ile 100%. Sasa wanasema mwanaume hayuko hivyo. Mwanaume anapotafuta ana 100% tayari, na akiwa na 100% yuko tayari kwa chochote. Ndio maana yuko tayari, anaweza kumlipia binti kutoka Tanzania, akamkatia tiketi ya ndege akaja mpaka Kenya, akamkodishia nini, akagaramia, yani gharama zozote binti atakazo demand. Mwanaume akiwa kwenye 100 yuko tayari. Wakati huo ndio hata kiwa na uwezo anamnunulia gari, anamjengea nyumba, lakini kuna kitu anakitafuta. Yani mwanaume kwenye kutafuta yuko tayari kutumia gharama zozote. Akishampata huyo binti akakubali, na bahati mbaya binti akarogwa, akarogeka, akampa mwili wake kabla hawajaoana, wakafanya tendo la ndoa, kwa sababu binti ameshafika 100. Sasa mimi ni wako, hata kama kokonyo hajagonga misumari, mimi ni wako. Kwa chochote ukitaka kujisevia, ujisevie tu. Hawajui wanaume. Mwanaume kisha seviwa, wanasema pendo la mwanaume linaanza kudrop kutoka kwenye 100, linashuka pole pole kadiri siku zinavyoenda. Wakati mama liko juu, vinapishana. La mama liko juu, la baba linateremka kwenda wapi? Ndio maana wakianza kudai mahali, anasema kama wanauza binti yao waondoke naye. Mimi maana tayari pendo limeanza kufanyaje? Kushuka. Ndio maana unakuta wanaume wengi wanafunga ndoa wakiwa tayari wako chini ya 50%. Yani pendo limeshuka. Ndio unakuta yani mwanaume yuko pale anafunga ndoa, lakini bado anaangalia wengine, anasema yani hizi haraka hizi yani huyu ndio yani pendo linaenda 100 kwa mwingine kabisa, alafu huyu huku 40%. Yani anasema anyway, funga mchungaji. Kwa mchungaji anasema busu, yani anabusu kama anabusu mti. Yani pendo limedrop, wakati mama liko juu, anafunga ndoa huko analia na machozi, yani kwamba Yesu, sikutarajia Yesu, sikutarajia. Yani mama ana furaha kwamba amefikia kile kitu alichokuwa anakihitaji. Ameanza kumpenda mwanaume, anataka kuongeza na 100% na kitu kama zinawezekana. Lakini mwanaume zimebaki ngapi? Na ndio maana uzuri wa wanaume, ukiongea ukweli hawabishi, ila wanakushangaa mwanaume mwenzao, kwa nini unatoa siri? Yaani mimi hapa nafundisha na nimesema ni tafiti za watu, kwa hiyo unaweza ukazipinga, na huwa tafiti hazihusu kila mtu, ila wanaangalia 1% kubwa. Wanaume ulioa wakiwa na 1% ngapi? Yani useme ukweli, yani ukisema uongo ufe hapa hapa. Tupo kanisani. Ulioa siku ngapi? Sitaki utamke kwa mdomo, jitamkie tu moyoni. Yani ulivyokuwa unamtafuta huyo binti, ile 1% ya upendo, ndivyo ulimaintain mpaka kumuoa au ulikuja kumuoa. Ndio maana unakuta wakati uchumba ukikolea mwaka mmoja, anayekuwa na spidi ya kutaka kuolewa ni binti. Kwa hiyo sasa tunaoana lini sasa? Kwa hiyo sasa namna gani mambo yetu? Kwa hiyo ngoja najipanga, ngoja. Yani hapo anatafuta. Ndio maana wakati mwingine anaweza kakutafutia kakosa kadogo kakukuacha nako.
jana nimepiga simu ukupokea, ulikuwa na nani? Niliacha nilikuwa chaji. Ilikuwa chaji wapi? Sema ukweli, ulikuwa na nani? Ndio bwana, mimi napoteza muda wangu, kumbe mtu mwenyewe uko na watu wengine. Watu wengine wapi? Niliacha. Hapana, mimi siwezi kuwa mwanamke maraya kama wewe. Chukua 50 zako na mimi nichukua 50 zangu. Hata ile mali aliyotoa mwanaume kwake sio shida. Mwanaume akitafuta mke yuko tayari kumgharamia kwa kila kitu, atamjengea nyumba, atamfanya nini. Akishapata alichokuwa anakitaka, thamani ya nyumba, thamani ya gari kwake si issue. Anahamia nguvu kwingine. Nimesema watafiti, msinichukie mimi, watafiti. Kwa hiyo unaweza ukawapinga. Sasa ili uwapinge, anzia kwako mwenyewe. Jitafiti mwenyewe kwamba ulioa ukiwa. Na wanasema kadiri mnavyoendelea kuishi, mwanamke ndivyo anavyokupenda zaidi. Lakini wanaume ndio maana mwanaume siku ile wakati amekuoa kwa mara ya kwanza, yeye ndio upenda kukumbatia. Yeye ndo anapenda kuvute ulale kifuani kwake. Yeye ndo anapenda kupaka mafuta tuzuri. Ndio maana maraya wanawini waume za watu kwa harufu tu. Ndio wanajiweka vizuri harufu. Lakini tunaposema wamama wewe wasafi, haina maana nyie ndio msioge. Kuna wababa wabishi anakata pasipoti tu. Unakata pasipoti namna gani? Kwa sababu huwezi kujua mwenzako ameiona switch iko wapi. Yawezekana switch iko kifuani, anakuja kuwasha switch anakutana na raza kama gunia la chumvi. Anajiuliza, hiki kifua cha mume wangu au paketi ya chumvi? Majasho. Uwe simati na wewe, oga. Ndio maana anapomaliza amri ya 11 iwepo kwenye nyumba yenu, 10 za Mungu, ya 11 ya kwenu. Marufuku kulala bila kuoga. Yaani mtu akienda kulala hajakuwa amevunja amri ya 11. Penda wakati mwingine kutoka out na mwenzako. Unajua kwa nini uzuri kutoka out mkachukua chumba mahali? Kwa sababu kuna watu nyumba zenu sio kubwa. Chumba chenu kiko hapa, watoto kiko pale. Na kuna wamama mchezo ukifika Kasarani, makelele ni mengi. Na sio kwamba anapenda, anajikuta tu kachanganyikiwa, amejazwa. Ananena kwa lugha bila Roho Mtakatifu. Hasa watoto wanajiuliza, mbona leo siku ya maombi sio siku ya maombi? Mbona mama huko namsikia? Na wengine wanatamka maneno ambayo hata sio mazuri. Ni uwe. Hasa nasema baba naua mama huko. Yaani mama jioni yuko tu nipeleke, nipe. Sasa wanapeana kitu gani? Watoto wanasikia mpaka ule mlio pa. Sasa kitu gani kinafanyika huko tena? Kitu gani? Ndio maana tunashauri mwanandoa usikose sabufa, redio kubwa, weka sauti. Mkianza tu Kasarani, fungulia. Wanasikia nyimbo za kwa mkono wa Bwana umenibeba, kumbe na wewe unabeba kwa. Toka wakati mwingine ukitaka mpeleke mwenzako Mombasa wapi, mnachukua chumba huko, hata mkipiga makelele, kwani wanawajua? Pigisha na makelele. Mkiona makelele yaliko mazidi, mnawahi asubuhi alfajiri saa 11. Wanasema tu kuna watu walilala humu. Lakini mwenzi umempa raha. Wanawake wengi hamjawahi kupata raha, maana vinakuwa ni vya wizi. Anakuambia tu mguu pande, yes tayari hata hakuandai. Anakupelekesha wewe ndio unaanza kuamka, amemaliza. Unamuuliza tayari? Kwa unamwacha mke wako. Wataalamu wa mambo haya wanasema kuna maji yanakaa kwenye kiuno cha mwanamke. Ukimfanyia vizuri anatoka. Kuna vimaji fulani vinatoka.
unampunguzia maumivu ya uzeeni. Kuna wamama wakifikisha miaka 50 ngapi, kiuno kila wakati, kiuno. Kienda kwa dokta na kuuliza umeolewa? Una mume? Anatabasamu tu. Okay. Anajua tu mzee jembe yake hailimi kalima. Kwa mtendee haki mwenzako, usiwe na haraka. Huyo ni mke wako, mwandae vizuri. Ukiona mpaka ameanza kunena kwa lugha, ndio mwanze sasa. Sasa wewe una mkavu tu. Nafika tu uko tujaribu kuambiana namna gani unaweza maintain kale ka upendo kakakaa wapi? Pale juu. Kwa sababu wenzetu, sio kama nawatetea wamama, wenzetu wanapenda akizaa mtoto wa kwanza wa pili, yani ndo amefika stage, yani ndo hana mawazo mengine, ni wewe tu. Hata kama ulikuwa na dosari kasoro zimepotea, anakupenda jumla. Lakini wababa wengi pendo linakuwa limeshuka. Ndio maana unaangalia mama, unasema hivi mwanaume ni yule au kachenji? Maana wakati ule wa uchumba, yani ukikohoa kidogo, nini nataka kusuka hizo, nini hizo, shopping hizo, hizo. Umeingia ndani, umesahau na shopping, unajishopia mwenyewe, kila kitu mwenyewe. Anashangaa tu kichwa kimebadilika. Umesuka, unakomaa mwenyewe kujisuka, unakomaa mwenyewe perfume mpaka na hiyo umenunua imenukia. Yani yeye zamani zile yeye ndo alikuwa anakununulia, anafanya hiki. Sasa hivi mama, unapambana mwenyewe na hali yako. Usipojipeleka saruni utabaki ulivyo. Kwa nini? Mbunge amepata jimbo, muda wa kutembelea wananchi asubiri wakati wa uchaguzi. Kwani mnaona wale jamaa wakati wanaomba kura humu wanafika kuwasalimia? Wakati wa uchaguzi walikuwa wanasalimia mpaka kuku. Hey. Yani hata tukimuita kwenye kanisa kadogo atakuja hapo, nimeona tusali wote. Kumbe sio kama anawapenda, anatafuta kula. Baada ya kuzipata hawakuonekana tena. Mnaomba ulitoa ID keyboard, anasema uchumi haujakaa sawa. Uli hivi na hivi. Kwa sababu gani? Alikuwa anatafuta jimbo. Kwa hiyo kuna wanaume ambao akipata mke ameshapata jimbo tayari, ameshakuwa senator, ameshakuwa governor. Kwa hiyo raia mmekuwa wa kawaida tu, anawasubiri tena wakati wa uchaguzi. Amen, tunaelewana? Lakini wapendwa, kwa hiyo jinsi ya kumaintain huo upendo ukae kwenye piki, hasa sisi wanaume, maana ndio ambao hata Biblia imetuagiza mwanaume mpende mke wako. Kwa nini akusema umtii? Kwa nini akusema kitu kingine? Kila mmoja aliambiwa kila ambacho ana udhaifu nacho. Alijua wanawake kutii ni kazi, wakatwishwa mzigo, mtii mumeo. Alafu namwangalia mumeo, unasema huyu ndio wa kumtii huyu, lakini mzigo limetoa kwako, mtii. Alafu na wewe umeambiwa mpende mkeo, kwa sababu wako wanawake wengi, lakini penda huyu. Alijua sisi hilo ndio tatizo. Kwa kila mmoja alipewa kitu ambacho hana ili akakifanyie kazi. Kwa wanaume tuna kibarua cha kumaintain upendo kwa wake zetu. Amen. Sasa kuna vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kumaintain huo upendo ukakaa sawa, tukawa tuko vizuri, ambayo vinaweza vikatusave kwenye maisha yetu, ili ndoa zetu zisishuke, kwa sababu wote tunatamani ndoa iwe furaha, ndoa iwe amani, ndoa iwe kitu cha kukuongezea, yani uwe unajisikia fahari kukaa kwenye hiyo ndoa. Kuna lugha ambayo inaendelea duniani, wanasema ndoa uvumilivu, ndoa mateso. Kiukweli Mungu hakuanzisha ndoa iwe uvumilivu. Alianzisha ndoa iwe mahali pa paradise, iwe paradiso, iwe mahali pa watu, iwe pumziko. Ndio maana akasema Adamu, nitakupa wa kufanana naye. Na kule mwanzoni, ingawa sikuweko, lakini nahisi kwa sababu pia nina akili ya kufikiri, kule mwanzoni Adamu nafikiri alikuwa benefit na nani? Lakini kama ilivyo kawaida ya wanaume, anajiondoa
pole pole. Unasema mchungaji, unaongeaje? Swali, ilikuwaje Eva aende peke yake polini kutafuta matunda? Adamu alikuwa wapi? Unaruhusuje mke wako aende polini wakati mule Adamu anajua kuna minyama, kuna minjoka, kuna minini? Yeye anakaa kwenye kivuli comfortable, mke wake anaenda peke yake. Wanaume tunapenda kujiondoa pole pole, mpaka mwisho Eva akajikuta yuko peke yake kule, anachuma matunda peke yake. Nyoka kapata nafasi ya kumsemesha wakiwa peke yao. Jamaa yuko kwenye kivuli tu anasubiri matunda, wakati Mungu alisema utakuwa msaidizi. Yani Eva angekuwa msaidizi. Msaidizi kwa maana gani? Mchuma matunda alitakiwa kuwa Adamu. Yani yeye akichuma, Eva anapokea, anamsaidia kupokea. Anasema na hilo hapo litakuwa limeiva, na hilo hapo, wasaidiane, kwa sababu ndio shughuli waliokuwa nayo mle ndani. Lakini amemwacha peke yake, yuko peke yake, mpaka nyoka kapata taarifa kwamba huyu jamaa Eva yuko peke yake, Hawa yuko peke yake. Akaenda kumpigisha story, mwisho story. Simewahi kuona wake mabibi za watu ambao wanavyopigishwa story na house boy, wale wafanya kazi wa pale nyumbani, kanampigisha story. Nakuta kuja kushangaa katoto kanazaliwa, kanafanana na house boy. Unasema anyway, labda kwa kuwa wote tunakula chakula kwenye nyumba hii kinachofanana, ndio maana hata katoto kamefanana na. Unashangaa mama anakajali ka house boy kuliko unavyokujali wewe. Chakula kikiva, hey we Bryson, anajiuliza mbona namtafuta sana Bryson kuliko mimi? Kumbe we ulipojiondoa, nyoka house boy akapata nafasi ya kumsomesha. Maana Biblia inasema Eva akasomeshwa akara. Kwa hiyo aliyemlisha ni nani? Nyoka. Kwa na wewe ukimwacha mke wako ka distance, yani huna ukaribu naye, kuna nyoka wengi watamsomesha, watamulisha. Amen. Mama mmoja sio alikuwa amekula huko matunda na nyoka, karudi nyumbani kaona kumbe hili tunda lafaa kwa chakula. Akawa na mume wake, anamwambia mume wangu, unajua staili hii ni nzuri sana, yani mimi najisikiaga sana kwa staili hii. Hii ndio nzuri sana hii, yani staili hii mimi ndo na enjoy kama staili hii, naomba unipee hii. Sasa kuna wanaume wana akili nyingi, nafikiria ana enjoy staili hii. Ameikuta wapi yuko aliko? Atakuwa kasomeshwa na nyoka? Imekuaje hii staili hii? Anasema hii inakuwa nzuri, yani ukinipa hii mpaka yani naweza kusamehe dhambi zako zote, hii staili hii. Amemaliza, mama kakosea. Unajua wenzetu kuficha kilicho moyoni ni kazi sana. Akasema sasa ndio unanipa vizuri kama wenzako. Kumbe kuna wenzangu. Ndio shughuli kaanzia hapo. Mama jaribu, hapana nini hao wenzangu nataka kuwajua. Kwa vurugu zilikuwa pale. Kwa unaitwa kusuluhisha, mchungaji unafanyaje? Unajua tu kabisa hapa mama alikutana na nyoka. Lakini nikisema hivyo, hii ndoa haipo. Kwa inabidi na wewe uingilie pale, ufanye sarakasi za Kichina
Maana kuna ushauri mwingine ni sarakasi za Kichina, wachungaji wanajua. Unaruka samasoti nini, unasema inawezekana aliona kwenye mtandao. Si unajua tena kuna nani, usipende kuangalia sana umo. Unaona sasa, ukamfundisha mume wako akashituka, kumbe hata ukaruka sarakasi za Kichina, unaokoa ndoa ya watu. Lakini kumbe mama alifanya practical mahali, kasomesha na nyoka, kwa sababu baba unaonekana kama unaji Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.